Bwana, kinachoendelea kati ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, Senegal pamoja na Morocco dhidi ya AFCON, mambo yamekuwa ni mengi, muda ni mchache. Mambo ni mengi, wadau wanaendelea kutoa maoni yao huko. Moja kati ya kinachoendelea katika mchezo uliochezwa Februari 11 jijini Abidjan nchini Morocco, ambapo Senegal walikutana na Morocco katika mchezo wa fainali, ambapo Senegal aliibuka bingwa kwa goli moja. Sasa ushindi wa Senegal ambao wamesherekea kwa takribani mwezi mmoja mpaka sasa, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika limekuja kubatilisha na kuipa timu ya taifa ya Morocco kwamba wao ndio mabingwa wapya wa AFCON kwa mwaka 2025 2026. Moja kati ya tukio ambalo linanukuliwa ni kwamba Senegal walitoka nje ya uwanja wakati mchezo ukiendelea, huku wakiblame mwamuzi wa mchezo ambaye aliamuru mkwaju wa penati upigwe na ambao baadaye ukaja kupigwa. Wachezaji wa Senegal walitoka nje ya uwanja wakipinga maamuzi ya kupigwa kwa mkwaju wa penati. Sasa matukio ambayo yanaambatana na Senegal kutoka nje ya uwanja ni kwamba wakati wa michuano ya AFCON kwa mwaka 2025-26, timu ya taifa ya Morocco ushindi wake ulionekana ni wa mazabe. Wengi waliubeza kwamba ushindi wa timu ya taifa ya Morocco ulikuwa ni ushindi wa kupendelewa zaidi. Tukianzia katika ushindi ambao aliupata dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, ambapo wengi walidoubt kwamba timu ya taifa ya Tanzania ilinyimwa mkwaju wa penati. Ukaja ushindi dhidi ya Nigeria, nao ulikuwa ni ushindi wa kudoubt. Na baadaye mchezo wa fainali nao ulionekana kuwa na doubt katika baadhi ya maamuzi ya mwamuzi wa mchezo wa siku hiyo. Sasa wadau wa soka duniani wameonekana kuonyeshwa kuguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu kufuatia rufaa iliyokatwa na timu ya taifa ya Morocco. Moja kati ya wadau ni mchezaji aliyewahi kuitumikia klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Ufaransa, anaitwa Patrick Evra. Yeye anasema wakati anapata taarifa ya kwamba CAF imebatilisha ushindi wa Senegal wa kombe la AFCON na kuipa Morocco, aliamini kwamba ni sikukuu ya wajinga. Huenda ni taarifa ambayo imetengenezwa kwa ajili ya sikukuu ya wajinga. Na mmoja kati ya nyota wa Manchester United ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza, Wayne Rooney, alisema kwamba alishangazwa na maamuzi ya AFCON ambayo yalitolewa kuhusiana na ubingwa wa Senegal katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2025. Rooney alidescribe kwamba kile ambacho kimeamriwa na CAF ni crazy, maamuzi ambayo hayajawahi kutokea duniani. Aliamini kwamba Senegal wao wameshinda ubingwa wa AFCON, akisema kwamba Senegal won the trophy fair and square. Manake ushindi wa Senegal ulikuwa ni wa halali na ni wa wazi. Sasa nini maamuzi ya CAF wakati mpira wa miguu unachezwa wazi na unatakiwa sheria zake zinatafsiriwa wazi, kila mtu akiwa anaona? Wakati maswali yakiwa mengi, nyota wa timu ya taifa ya Morocco anayefahamika kama Achraf Hakimi akiwa kama captain wa timu ya taifa ya Morocco, kwa sasa anatumika katika klabu ya Paris Saint-Germain. Yeye amekanusha kutofurahishwa na kile ambacho kimeamriwa na CAF. Anasema, mimi mama yangu amenikataza kupokea kombe wakati dunia inaamini kwamba timu ya taifa ya Senegal imeshinda kombe kwa halali na sisi tulifungwa halali, na dunia nzima iliona kwamba sisi tumepoteza mchezo wa AFCON kwa mwaka 2025 2026. Kwa nini sasa tupewe kombe ambalo wenzetu walipambana kwa jasho lao
wakati sisi tulionekana kupoteza, hatukuwa na nafasi nyingine, labda tupate wakati mwingine wa kucheza ili tuweze kushinda kombe hilo. Jambo la kushangaza zaidi, mfungaji bora wa michuano ya AFCON kwa mwaka 2025 Brahim Diaz, yeye ameonekana kufurahishwa na kile kilichoamriwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Brahim Diaz, maamuzi yale wakati yanatoka, yeye alikuwa katika mchezo dhidi ya Manchester City. Yeye anaitumikia klabu ya Real Madrid. Sasa wakati huo maamuzi ya CAF yanatoka, yeye alikuwa akicheza dhidi ya Manchester City. Yeye usoni anaonekana kufurahishwa na kile ambacho CAF imeamua, na anasema sisi tulistahili kuwa mabingwa wa CAF. Kwenye moja ya interview baada ya mchezo kutamatika dhidi ya Manchester City, anasema sisi tulistahili kuwa mabingwa wa CAF. Kwa hiyo kile kilichofanyika ni hujuma. Kwa hiyo yeye mpaka sasa anaamini kwamba kombe la AFCON ni la kwao na walistahili kushinda kutokana na mchezo ule. Kingine ambacho kimeonekana kuzua maswali ni kwamba michuano ya AFCON kwa mwaka 2026 2025 imeonekana kuwa na gumzo, kwa sababu nyota MVP wa michuano ya mwaka 2026 AFCON ni Sadio Mane, ambaye yeye alishinda kama mchezaji bora wa michuano. Lakini maamuzi ya CAF yameenda mpaka kwa mchezaji bora wa michuano kuamuru kwamba arudishe ile tuzo ya mchezaji bora wa michuano. Timu ya taifa ya Morocco ya Senegal pia imetakiwa pia kurudisha kombe, imetakiwa pia kurudisha medali zote ambazo walipewa na shirikisho siku wakati wanapewa kombe jijini Abidjan nchini Morocco. Na kitu kingine ambacho kimeonekana kuleta maswali ni kwamba timu ya taifa ya Senegal na yenyewe haijakata tamaa, imekata rufaa kwenye shirikisho linalohusika na usuluhishi wa migogoro inayohusiana na mpira wa miguu linalofahamika kama CAS. Wao wamekata rufaa kwa kutoridhishwa na kile ambacho shirikisho la mpira wa miguu limeamua juu yake. Na rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, Patrice Motsepe, yeye amesema inapaswa maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu yaheshimiwe. Tume huru ambayo imeamua kile kilichoamriwa inatakiwa iheshimiwe na maamuzi yake yaheshimiwe. Lakini anaamini kwamba walichofanya Senegal ni kitu kizuri zaidi kuliko wangeendelea kulaumu bila kukata rufaa kuhusiana na kile kilichoamriwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Wacha nikuchekeshe kidogo. Timu ya taifa ya Senegal na shirikisho la mpira wa miguu nchini Senegal limepeleka kombe kwenye kambi ya jeshi likiamini kwamba huko kutakuwa na ulinzi zaidi baada ya wao kuonekana kunyanyaswa juu ya ushindi wa kombe la AFCON kwa mwaka 2025. Kombe sasa liko jeshini. Wao wanasema lipo kule kwa sababu ya ulinzi zaidi. Na kila mchezaji wa Senegal baada ya taarifa ile kutoka aliweka picha yake kwenye mitandao yake ya kijamii akiwa na kombe, akidauti kwamba kilichoamriwa na CAF sio sahihi. Moja kati ya nyota aliyeposti kwenye mitandao yake ya kijamii ni Sadio Mane. Yeye kwenye mitandao yake ya kijamii alisema kwamba dunia ndio inaelewa nani bingwa wa AFCON kwa mwaka 2025, mwaka 2026. Hakuna mwingine ambaye atakuja kubatilisha hiki ambacho kinaendelea dhidi ya Morocco, CAF pamoja na Senegal juu ya kombe la AFCON kwa mwaka 2025 2026. Moja kati ya walimu wa mpira wa miguu nguli sana kuwahi kutokea, ambaye anaifundisha klabu ya Manchester City, Pep Guardiola, yeye ameshangazwa sana na maamuzi ya CAF ambayo yameamuru kombe la AFCON kwa mwaka 2025 kupewa Morocco wakati mpira wa miguu ni wa wazi. Kocha Pep Guardiola yeye amesema mpira wa miguu ni wa wazi, matokeo yaliyopatikana ni wa wazi. Kwa nini kombe libatilishwe kwenye sheria wakati mpira ulishaisha na maamuzi yalikuwa ni AFCON kupewa Senegal
ilhali Morocco aje kupewa kwa mujibu wa sheria? Pep Guardiola yeye ameshangazwa pia na maamuzi ya CAF ambayo yameamuru AFCON kupewa timu ya taifa ya Morocco. Hayo ni moja kati ya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali na wachambuzi wa soka, wengi wakionekana kudoubt kuhusiana na kile kinachoendelea kati ya timu ya taifa ya Morocco, timu ya taifa ya Senegal, CAF pamoja na kuhusu kombe la AFCON kwa mwaka 2025 2026. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Hii ni Flow Updates.